walikuwepo marafiki watatu waliokuwa wakisafiri pamoja katika safari ndefu ya biashara. Walikuwa ni Juma, Hassan na Omari. Siku nzima walitembea chini ya jua kali, na ilipofika jioni, walihisi uchovu mkubwa. Wakiwa katikati ya msitu mnene, waliona pango kubwa na wakaamua kupumzika humo usiku huo. Mara tu walipoingia ndani ya pango hilo, upepo mkali ulivuma na ghafla jiwe kubwa lilianguka na kuziba kabisa mlango wa pango. Walijaribu kulisukuma, lakini lilikuwa zito mno. Hofu ikawajaa, maana walijua kuwa wangeweza kufa ndani kwa kukosa hewa na chakula. Baada ya kuwaza kwa muda, walikumbuka hadithi za wazee wao kwamba mara nyingi Mungu hujibu maombi ya mja anayemwomba kwa matendo yake mema. Kila mmoja akaamua kumwomba Mungu kwa kutaja jambo jema alilowahi kufanya, wakitumai kwamba kwa baraka hizo jiwe lingesogea. Maombi ya Juma. Juma akaomba kwa kusema, Mungu, nakumbuka nilipokuwa kijana, wazazi wangu walizeeka na hawakuwa na nguvu za kujitafutia riziki. Niliwalea kwa uaminifu, niliwaheshimu na niliwapatia mahitaji yao bila kuchoka. Ikiwa hilo lilikuwa tendo la wema, tafadhali ondoa jiwe hili. Mara tu alipomaliza kusema hivyo, jiwe likatetemeka kidogo na kusogea kwa kiasi fulani, lakini bado likaziba mlango. Hassan naye akapaza sauti na kusema, Mungu wangu, siku moja nilikuwa mfanyabiashara na nilihifadhi pesa za mtu aliyesafiri kwenda mbali. Aliporejea baada ya miaka mingi, bado nilikuwa na pesa zake salama na nilimrudishia bila kubakiza hata senti moja. Ikiwa hilo lilikuwa tendo la uaminifu, tafadhali ondoa jiwe hili. Mara alivyomaliza kuomba, jiwe likasogea tena, lakini mlango wa pango bado ulikuwa umefungwa kwa sehemu kubwa. Hatimaye, Omari akasema, Mola, nakumbuka siku moja nilipokutana na msichana mmoja aliyekuwa katika hatari ya kufanyiwa unyama na watu waovu. Nilimlinda kwa moyo wangu wote na nikamrudisha salama kwa familia yake bila kumnyanyasa kwa namna yoyote. Ikiwa hilo lilikuwa tendo la wema, tafadhali tuokoe. Baada ya kumaliza kusema maneno hayo, jiwe likasogea kabisa na mlango wa pango ukafunguka. Marafiki hao watatu walishukuru sana kwa miujiza hiyo na wakaendelea na safari yao, wakijifunza kuwa matendo mema huwa hazina ya wokovu kwa mwenye moyo mwema.